Nimeona hapa watu wanasema tutofautiane kwa sera. Sasa hivi ukitofautiana kwa hoja ndio unapotea. Watu wanapotea na hawaonekani, sio mzaha. Karibu katika matukio ya wiki kutoka hapa CF Media, matukio ambayo yalichukua nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii, kitaifa, lakini kimataifa na duniani kwa jumla. Mimi ni Jackson Wilson. Aliyekuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania na muasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mzee Edwin Mtei alifariki dunia tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Baadhi ya viongozi walisikitishwa na kifo cha Mzee Mtei na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa salamu za pole kufuatia kifo hicho. Katika mazishi yaliyofanyika siku ya Jumamosi tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 2026, viongozi mbalimbali walizungumzia kwamba Mzee Mtei alikuwa ni kiongozi mzalendo na aliyejitoa kwa ajili ya taifa lake. Mzee Mtei alikuwa anapenda haki na kusimamia haki. Shamba la Mringa Estate lilikuwepo hapa, na katika mchakato kulikuwa kumeelekezwa baadhi ya wananchi wanufaike na sehemu yao, hiyo ilikuwemo kwenye ambayo ilitakiwa ikabidhiwe kama sehemu ya makabidhiano. Niliambiwa wanunuzi Bajuta Estate. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitumia nafasi hiyo kuongea na Watanzania na kuahidi kuwa serikali inafanyia kazi wito wa viongozi wa dini na wanasiasa waliotaka taifa likae kwa pamoja ili kujenga taifa lenye ushirikiano, ili kuponya majeraha ya Watanzania ambao wana maumivu makubwa. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, alisisitiza kamwe Chadema itaendelea kupigania haki, kwani ni msingi imara ambao umeachiwa na Mzee Mtei. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya, Masanga Kaloli, na mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mbeya pamoja na viongozi kadhaa walikamatwa na jeshi la polisi eneo la Inyara huko mkoani Mbeya mara baada ya kuzindua kijiwe na kupandisha bendera ya chama cha Chadema. Lakini katika video ambazo zilisambaa katika mitandao ya kijamii, bendera hiyo ilionekana ikishushwa na jeshi la polisi mara baada ya kusema kwamba walifanya tukio hilo la kusanyika pamoja pasipo kufuata sheria na kanuni. Katika habari za kimataifa, mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba alisema jeshi lilifanikiwa kuwaua wanachama 30 wa chama cha National Unity Platform NUP kinachoongozwa na Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine na kuwakamata watu zaidi ya 2,000. Mpaka sasa hivi Bobi Wine hajulikani alipo na yupo mafichoni, lakini jeshi la Uganda linaendelea kumsaka na kuweza kumtia mikononi. Serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump ilithibitisha rasmi kukamilika kwa hatua ya kujitoa katika shirika la afya duniani WHO. Tangazo hilo linakuja baada ya kupita mwaka mmoja tangu Trump atie saini ya amri ya rais iliyoanzisha mchakato huo. Na katika michezo, mwendelezo wa michuano ya klabu bingwa iliendelea wiki iliyoisha ambapo Dar es Salaam Young Africans ikafungwa na Al Ahly ya Morocco goli 2-0 na Simba ikaweza kupoteza pia dhidi ya Esperance de Tunis ya huko nchini Tunisia goli 1-0. Na mpaka sasa hivi Dar es Salaam Young Africans bado anashikilia pointi zake zile 4, na huku mnyama Simba akiwa hana pointi hata moja. Kwa upande wa shirikisho, Singida Black Stars ikaibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya AS Atoho, na Azam ikaibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Nairobi United. Kimataifa zaidi, katika bara la Ulaya, mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa na washabiki wengi sana duniani ni Manchester United dhidi ya Arsenal, na Manchester United ikaibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Arsenal. Mpaka sasa hivi ni sherehe na shangwe kana kwamba amechukua ubingwa mashabiki hao wa Manchester United. Pengine una afya ambayo sio nzuri, basi tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ukawe na afya njema katika kutimiza majukumu yako ya kila siku. Endelea kuikumbatia CF Media.